Anta ghalin inda Allah, wewe ni wa thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu kikubwa sana ambacho mwanadamu anatakiwa akipambania akiwa hapa duniani, makamuhu inda Allahi la inda nnas, nafasi yake na thamani yake kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa watu. Hicho ndio kikubwa ambacho mtu anatakiwa kipambanie, thamani yake, heshima yake kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa watu. Ridhallahi yasirun bulughuhu, amma ridha nnasi faghayatun la tudrak. Kumridhisha Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo linalowezekana, tena ni jepesi hata kulifikia. Ukifata kanuni za kumridhisha Allah, Mwenyezi Mungu atakuridhia, na ni rahisi kufanya hivyo. Lakini kuwaridhisha watu wote ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni mara ngapi mtu anachukiwa kwa sababu ya ukweli wake? Ni mara ngapi mtu anapendwa kwa sababu ya uovu wake? Ni mara ngapi ambapo pengine mtu kwa sababu tu ya kushikamana kwake na Uislamu, kujitoa kwake kwa ajili ya Uislamu, watu wanampa maneno ya kejeli. Umri wako huwezi kujizeesha tu bwana, kila muda mimaji tu, utautumia saa ngapi ujana wako? Hivi haya maneno kweli unafikiri kwa sababu anampenda alichokifanya? Ni kwa sababu anachukia, anaona akibaki kule yeye hatofanikiwa, bali mwenzake atafanikiwa. Ili ufanikiwe na uwe na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, moja, biaqidatika, wewe utakuwa na thamani na heshima mbele ya Allah kwa akida yako. Vipi unamwamini Mwenyezi Mungu? Vipi unaishi katika dunia hii? Ni vile anavyotaka Mwenyezi Mungu au tofauti? Hebu jiulize, imani ulionayo ina nafasi gani kwenye moyo wako? Lakini pia wewe utakuwa wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ile imani yako uliyokuwa nayo uliyoiamini, biibadatika, kwa ibada zako, kwa maana yale matendo yako unayoyafanya. Katika vitu ambavyo vya ibada vinavyoonesha mtu, cha kwanza ni swala. Swala ile unapokuwa nayo inakuonyesha kwamba wewe kipi ulichonacho ndani ya moyo wako, unaiswali vilivyo ndani ya muda wake kwa kufuata kanuni. Ndugu yangu Muislamu, wewe ni wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni wa heshima mbele ya Allah, si kwa mali yako, si kwa uzuri wako, si kwa cheo chako. Wa innama bima fi qalbika min mahabbati llahi wa tadhhiyatuka fi sabilillah, bali ni kile ambacho kilichomo ndani ya moyo wako, imani ambayo iliyojaa ndani ya moyo wako, na vile unavyojitoa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haangalii sura zenu wala haangalii mali zenu, bali anaangalia nyoyo zenu. Ndani ya nyoyo zenu kuna nini? Imani ipo? Na kama ipo pia anaangalia na matendo yenu. Anta ghalin inda Allah, wewe ni wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usijishushe. Mwingine anajishusha kwa sababu tu eti pengine hana kanzu nzuri, kwa sababu tu pengine hana gari nzuri, basi anajiona yeye ni wa hovyo. Ndugu yangu Muislamu, thamani yako mbele ya Allah ni vile utakavyokuwa umejitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa utakavyokuwa, ukiwa una matendo ya hovyo, wewe pia ni wa hovyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Mwanadamu tumemuumba katika umbile lilokuwa zuri sana, ni wa thamani mno, lakini akiwa wa hovyo, hataki kutekeleza amri za Allah, radadnahu asfala safilin, tunamrudisha anakuwa ni dhalili katika madhalili.